Niseme assalamu alaikum ndugu zanguni waandishi wa habari na Watanzania kiujumla. Kabla yote ni washukuru viongozi wangu kwa kunipa nafasi hii ya kuyazungumza machache nitakayozungumza kwa niaba ya taasisi na kwa niaba ya nchi vile vile. Tunapozungumza kwa niaba ya nchi kwa sababu taasisi iko ndani ya nchi. Kama tunavyoona huku viongozi wengi washatambulishwa kuanzia mwenyekiti wa bodi, mwenyekiti wa taifa, katibu na mjumbe kutoka bodi ya wadhamini pia wote wameshazungumza. Mimi la kwangu ni dogo tu, wengi wenu hii sura yangu sio ngeni kwenu. Niseme kasema leo Kombwa na nini? Hapana. Mimi yangu leo ni machache kwa sababu niko na mabosi zangu. Siwezi kuwa na mengi zaidi. Kikubwa walichokizungumza mimi natoa tu msisitizo. Swala zima la amani. Amani ndiyo kila kitu. Kijana mwenzangu ambaye upo nyumbani sasa hivi umejisahau kwenye Instagram, kwenye Twitter kwa kufata kauli za watu waliokuwa nje, kwa sababu wanaohamasisha maandamano hayuko nchini hata mtu mmoja, wote wako nje. Hakuna mwanachama au kiongozi wa kisiasa wa aina yoyote anayehamasisha swala hili la maandamano katika nchi yetu. Tunaona watu sasa hivi wanayapokea kutoka kwenye mitandao ya kijamii na wanaanza kuyazungumza wakiamini kwamba watakuja kulifanya hilo jambo. Taasisi ya Al-Malidi iliona kuna umuhimu kwa sababu taarifa sio kitu kidogo. Taarifa sio kitu cha kupuuzia. Hata kama mtu anania ovu, kitu hata kuanzia kwenye simu mtu anaweza kaanza na jambo kwenye simu. Kwa hiyo nikaona hapana, ni lazima walizungumze jambo hili, ni lazima lizungumzwe jambo hili kwamba amani ndiyo kila kitu, ndiyo msingi wa maisha yako. Wewe ndugu yangu ambaye unaabudu, wewe ndugu yangu ambaye unakwenda kutafuta riziki yako, bila amani huwezi kufanya chochote, au huwezi kuabudu, au huwezi kwenda kutafuta riziki yako yote. Hata muda uliopata kuingia kwenye mtandao ukakomenti, ukapongeza hayo maandamano unayopongeza, muda huo amani kitoweka, hautapata nafasi hiyo. Kwa hiyo na mimi naungana na viongozi wa taasisi, na mimi nikiwa kama kiongozi wa mkoa wa Dar es Salaam ambaye ni mwenezi wa taasisi ya Al-Malidi, nasema Watanzania tusije tukakubali kuingizwa mkenge na baadhi ya watu. Na mimi niviombe tu vyombo vya usalama vyote, kuanzia jeshi la polisi na kadhalika, vyote waanze kufuatiliwa wale wanaohamasisha mitandao au wanaohamasisha maandamano ndani ya mitandao. Waanze kufuatiliwa hivi sasa, kwa sababu kumnyima mtu kupiga kura ni sawasawa umemnyima mtu haki yake kikatiba. Ina maana ukihamasisha maandamano siku ya uchaguzi, ina maana wewe hauna utofauti na Tundu Lissu. Nitazungumza hivi. Hauna utofauti na mwanasiasa anayepinga kuingia kwenye uchaguzi. Ushanifahamu? Kwa ndugu zanguni, nawaomba msije mkaingizwa mkenge vijana wenzangu. Mtakuja kulia. Na sisi kama viongozi wa kidini hatutaki waumini wetu waumie. Tunachotaka waumini wetu wawe na amani, wakatafute riziki zao, wapate mawaidha kutoka kwenye dini tofauti tofauti ili wamwelekee Mungu wao kwa amani. Jukumu la taasisi ya kidini ni kumnasihi muumini wake kuweza kusimama katika misingi ya kuweza kumrejea Mungu wake. Mimi leo sina la ziada. Asanteni kwa kunisikiliza.